Mwambie jirani yako, unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Amen. The book of Matthew, Mathayo sura 26 kuanzia mstari wa kwanza. anza mstari ule wa 19. Biblia inasema, wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Rudia tena. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Hiyo ni Mathayo 26 kuanzia mstari ngapi? Wa 19. Bwana pewe sifa. Amen. Ukisikia maelekezo hayo yanaonekana kama vile Yuda hajamsaliti Yesu. Si maana yake? Amen. Yes. Yesu anasema mmoja wenu atanisaliti. Yuda, kila mtu anasema ni mimi Bwana, ni mimi Bwana. Yesu akasema ni mmoja anayechovya pamoja nami. I want you to learn something. Ukiangalia maelezo ni kama vile Yuda hajamsaliti Yesu. Amen. Ni kama vile iko kwenye process au baadaye atamsaliti. Sasa ukisoma hii context utafikiri Yuda atamsaliti Yesu baadaye. Amen. Siku moja niwafundisha ibada ya nzige wanaofanya nini na majani. Bwana pewe sifa. Amen. Ukiangalia hapa ni kama vile Yuda atamsaliti Yesu baadaye. Sio maana yake? Kwa sababu ni Mathayo 26 kwanza mstari wa nini? Wa 20. Si ndio? My question, ukiangalia hapa ni kama vile Yuda atamsaliti Yesu nini? Baadaye. Na watu hapa wanafikiri Yuda atamsaliti Yesu baadaye. Sasa mmoja wenu atanisaliti. Oh my God. I'm going somewhere. Nakoleka kuna tisho. Bwana pewe sifa. You should understand today. Amen. Mmoja wenu atanisaliti. I want you to learn something. I want to learn something very important, very profound. Okay. Sasa rudi juu yake kabisa kwenye Mathayo tulikuwa tunasoma 20 pale. Sasa hapa anasema mmoja wenu atanisaliti. So nataka ndio juu zaidi. Mstari wa 6. Anza mstari wa 11. Mstari wa 11. Ndio. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Ndio. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amini nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Amen. 14. Wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani. Wakati huo mmoja wao wa thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani. Akasema, ni mimi mtakachonipa? Ni nini mtakachonipa? Nami ni msaliti kwenu? Are you listening? Yes. Anauliza, ni nini mtakacho nipa nami ni msaliti kwenu? Huyu bwana ameshaandaa mission mapema, kisha ameshaandaa mission mapema, basi anatafuta cha kupewa ili apate kumsaliti Yesu. Are you listening?
anatafuta cha kupewa ili amsaliti nani? Yesu. Yesu. Listen, I'm going somewhere. Ametafuta cha kupewa ili amsaliti Yesu. Listen carefully. I know Jesus is going to do something to you. Mtanipa nini ili nimsaliti Yesu? Akasema, nini mtakachonipa nami nitamsaliti Yesu kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Wakampimia vipande 30 vya. Unamsaliti Yesu kwa kitu gani? Bwana sifa. Wakampimia vipande 30 vya nini? Vya fedha. Yaani Yuda anakula kwenye sahani na Yesu pale chini, jamaa mfukoni ana vipande vingapi? Bwana sifa. Amen. Amen. Yesu anaongoza naye, wanatembea kwenye msafara mmoja, amebeba mkoba, jamaa mfukoni ana vipande vingapi? 30 vya fedha. Amen. Amen. Ni nini mtakachonipa ili msaliti Yesu kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Huyu alikuwa ni Yuda, alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Baba sifa. Alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Huyo ni Yuda. Asa wewe hujazaliwa nyumba moja na Yuda, umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Baba sifa. Sema akamsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Amen. Pale Yesu anaposema mmoja wenu atanisaliti, na mmoja ni mimi Bwana, ni mimi Bwana. Bwana apewe sifa. Amen. Kashamsaliti muda mrefu kwa vipande 30 vya fedha. Na ndo kanisa tulionalo sasa hivi. Bwana apewe sifa. Ndo jamii ya watu tulionao sasa hivi. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kodi ya mwezi mmoja. Yeye kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kulipiwa kodi miezi 6. Kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kupewa mtaji wa milioni 2. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Bwana apewe sifa. Kuna watu hapa mmemsaliti Yesu kwa kujipelekeza kwa watu. Yale mtu amekupa suti, umemsaliti Kristo kwa vipande gani? Umemsaliti Yesu. Bwana apewe sifa. Huyo Yesu aliyekuita akakutoka ulikokuwa ukafika mahali leo ukutana na mtu mtaani mahali popote, unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Wewe utasema Yuda alimsaliti Yesu kwa vipande 30. Pengine bora Yuda apewa 30, mwingine amepewa tu chips mayai kamsaliti Yesu. Mwingine amepewa simu iPhone, sio iPhone bora iPhone. Amepewa nini? Infinix. Amepewa Tecno, anamsaliti Yesu kwa simu ya Tecno. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Mwingine amemsaliti Yesu kwa umbea. Yaani umemsaliti Yesu eti wamesema fulani akupendi. Unamsaliti Yesu kwa maneno ya watu. Unamsaliti Kristo kwa maneno ya uongo. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani wewe? Yaani kwa maneno ya shangazi yako, rafiki yako, maneno ya uongo unamsaliti Yesu. Unakuwa Yuda, unamsaliti Yesu kwa vipande vya maneno. Mimi nipojifungua, nipofiwa, hawajaja kuniangalia, sieni. Unamsaliti Yesu kwa kutokuja kuangalia, kwa vipande vya kuangalia. Kuna watu hapa wametenda dhambi kwa chipsi. Umemsaliti Yesu kwa kodi ya nyumba. Umemsaliti Yesu kwa kupewa zawadi. Umemsaliti Yesu kwa kipande gani? Kipande gani? Praise the name of living God. Jiulize swali, hawa hujamsaliti Yesu? Mimi wamenichokoza, wamenisema vibaya. Unamsaliti Yesu kwa kusema vibaya. Yaani mimi hata ungenitokana masaa 24 siwezi kumsaliti Yesu kwa matusi, never. Amen. Amen. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Mimi siimbi kwa sababu Esther nipende. Unamsaliti Yesu kwa kutokupendwa na Esther. Oh my God. Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Baba ya sifa. Kanisani pale hawakumbatii watu. Una baridi. Bwana pewe sifa. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Bwana pewe sifa. Punga mkono hivi. Mimi nilipotaka kufunga ndoa hawakunichangia, sisi kanisa. Unamsaliti Yesu kwa kuchangiwa ndoa.
Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Usionekana hapo unatembea kanisani, lakini hata Yuda walikuwa wanamuona ni wanafunzi wazee. Hapa mwingine hapa jana umemsaliti huko hapa. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Huyu aliyekufia msalabani, aliyekuita, aliyekufia, aliyeteseka, akabeba mateso, akafa msalabani, akachoma mikuki, leo unamsaliti kwa vipande gani? Bwana asifiwe. Amen. Punga mkono hivi, sema Yesu, kuna mahali ushakusaliti. Kuna mahali najua kuna mahali ushamsaliti Yesu. Yaani hapa Yesu akiangalia atakuta kanisa limejaa, lakini kuna mayuda yamejaa. Baba Yesu. Amen. Unamsaliti Yesu kwa umbea. Unakaa kwenye, yani unaamua kumsaliti Yesu kwa umbea. Amekula. Unamsaliti Yesu kwa umbea, kwa maneno ya uongo. Yani umekuja hapa umeombewa, umetolewa pepo, umefunguliwa, utakwambia pale ni Freemason. Unamsaliti Yesu kwa maneno ya umbea, ya uongo. Unamsaliti Yesu. You have something go. Bwana pesa. Inua mkono wako juu. Sasa Bwana Yesu, nimekusaliti mimi. Kwa vipande vya maneno, kwa vipande vya umbea, kwa vipande. Kuna watu mmemsaliti Yesu hapa na wajua. Punga mkono hivi kama uko hapa. Prophesy. I'm about to prophesy. Today I'm going to prophesy. Amen. Hallelujah. Amen. Inua mkono wako juu. Kuna watu hapa hata tabia zimebadilika. Una tabia mbaya. Unamsaliti Yesu kwa umbea. Aliyekuita anasemaje, mtapataje kupona msipojali wokovu mkuu namna hii? Baba ya sifa. Unamsaliti Yesu kwa ajili ya mtu fulani. Ulikuja hapa peke yako. Amen. Ulimtafuta Yesu, anaubia Yesu. Oh my God. Mungu, Yesu anamwambia Petro, follow me, I will make you a fisherman. Nifuate, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Endelea kunifuata, follow me. Oh yes. Baba ya sifa. Amen. Muulize jirani yako, umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Mimi niliambiwa tanunua gari, sijanunua, naacha kanisa. Unamsaliti Yesu kwa gari. Unamsaliti kwa vipande gani? Unamsaliti Yesu kwa kukosa kazi, kukosa biashara. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Yeye anamaanisha pasipo biashara na Yesu. Pasipo, oh my God. Yani Yesu yupo hata wanavyo au sio navyo, yeye yupo, ni yeye yule, abadiliki, abadilishwe na mazingira. Ubi God. Amen. Afternoon, evening, ubi God. Amen. Because he was there before you. Unamsaliti Yesu kwa mvua kunyesha. Siendi kanisani, mvua inanyesha. Yesu na Maria. Unamsaliti Yesu kwa mvua. Unamsaliti Yesu kwa mvua inanyesha. Unasema kanisani siendi kwa sababu ya mvua. Unamsaliti Yesu kwa mvua. Baba ya sifa. Yesu amekualika kanisani uje muabudu, umtumikie, ukae naye. Anatokea mtu anakushawishi. Wale ni manini, makuhani manini wale. Akawaendea wale Masadukayo na Mafarisayo na wazee, akawaambia nimekuja Yesu kwa vipande 30 nipeni. Na msaliti Yesu yuko na Yuda anatembea naye, kumbe jamaa kaishapewa vipande 30. Kuna watu hapa mnakuja kanisani mmeshapewa maneno yamejaa, mnapumulia oksijeni, mko karibu kusaliti Yesu. Uko hapa maneno yameshakujaa, umeshapewa maneno kwamba uko tayari kumsaliti Yesu kwa vipande vya maneno, na Yesu akakupiga kama uko hapa, akakushambulia popote ulipo. Au huwezi kumsaliti Yesu kwa maneno. Amen. Unaanza kuambiwa maneno ya ajabu ajabu, yamekuja kwenye akili, kwenye moyo. Ninakuona, 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 ninakuona. I see you in the mighty name of Jesus. Punga mkono hivi. Nyosha mkono wako. Muulize jirani yako, Angela, umemsaliti Yesu kwa vipande gani? Ulikuwa unashuhudia watu, leo ushuhudii, unahubiri injili. Amen. Leo Biblia unaweka kwenye pochi, wasikuone kama umeokoka. Unamsaliti Yesu kwa dhambi. Bwana asifiwe. Ina mkono wako juu. Mimi mtumishi, maisha yangu magumu, sielewi. Unamsaliti Yesu kwa kutokuelewa. Sisi tunaelewa, ndio maana tumsaliti. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Punga mkono hivi. Mtumishi, mimi sielewi, maisha yangu yatakuwaje? Yatakuwaje? Unamsaliti Yesu kwa kutoelewa, yatakuwaje? Bwana pewe sifa. Juzi mafundisha, utajua cha kufanya. Bwana asifiwe. Nani amenielewa? Mungu kijana yako, umeshamsaliti Yesu mpendwa. Kwa kuahidiwa kwenda Ulaya,
kwa kuadia kupewa hela 100,000, milioni, 50,000, unamsaliti Yesu kwa 50,000. Bwana apewe sifa. Punga mkono hivi. Wangapi kutaka kumsaliti Yesu? Okay, nani anataka kumsaliti Yesu? Nyosha mkono. Usiponyosha na unajua umeshamsaliti na mwenyewe unamsaliti mara ya pili. Unajua unataka kumsaliti Yesu, nyosha mkono. Ya unajua umeshamsaliti au nyoshi, unamuongezea kumsaliti. Haya, kama unataka kumsaliti nyosha mkono. Sema Bwana, kwa kweli Bwana Yesu, nione mimi nishaka kusaliti. Ya unajua Yesu unataka kumsaliti na unyoshi, ushakusikia maneno mabaya ukayasikiliza, ushakuwa mbea, unajua ushamsaliti Yesu na unyoshi, unamuongezea usaliti. Okay, naye ushakumsaliti Yesu, nyosha mkono. Baba, waone hao waliokusaliti wako tayari kutubu. Bwana apewe sifa. Nyosha mkono tu. Sema Bwana Yesu, kwa kweli na mimi nilikuwa nishakuwa Yuda. Lakini leo naacha. Baba apewe sifa. Nyosha mkono wewe ulichokumsaliti Yesu. Oh. Yesu, kumbe ni wengi. Sasa uangalia wote hawa Yesu anajua na watu, kumba na wasaliti. Ndio maana amenituma leo kukusaidia. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ndio amekutoka kufanyaje? Kusaidia. Sema Bwana Yesu, kweli nilikusaliti. Jitafakari kwa kipande kipi? Nyosha mkono. Nani anakumbuka ulimsaliti kwa kipande gani? Nyosha mkono. Anaweza kutuniambia, Baba, mimi kwa kweli Yesu nilimsaliti kwa kipande hiki. Nyosha mkono. Vipande kwa msemi. Unaweza kuniambia? Anaweza kuniambia kipande. Mpe microphone. Nianze kujua vipande mnavyotumia kumsaliti Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimemsaliti, mvua ikinyesha navuta shuka na lala. Umesikia? Kama msaliti Yesu kwa mvua, anasema Yesu, kwa mvua mimi nakusaliti kwa vipande vya mvua. Umeona kitu eh? Unamsaliti Yesu kwa hali ya hewa. Bwana apewe sifa. Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Bwana apewe sifa. Kuna watu hapa mmesaliti, mmemsaliti Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, siku ya leo nataka kuwa mpya. nataka Kuwa mpya. Roho ya usaliti gani? Roho ya usaliti ni iondoke ndani yangu. 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 Iniache. 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 Leo hautamsaliti Yesu tena. Amen. Leo tunahitaji wakina Petro na Yohana. Hatuhitaji Yuda kwenye kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Amen. Petro na Yohana. Amen. Bwana pesi. Amen. Sasa mkono wako tu. Sasa Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hatuhitaji Yuda. Hatuhitaji Yuda. Tunamhitaji Petro. Tunamhitaji Petro na Yohana. Na Yohana. Petro na Yohana. Na Yohana. Nani kutaka kuwa Petro na Yohana hapa? Paulo. Hao tupate Paulo. Mtume Paulo anasema sijidhania kwa nimeshafika hapa. Anasema nahesabu mambo yote yalikuwa faida kwangu kuwa kama mavi ili niupate uzuri usio na kiasi wa kumjua Bwana Mungu wangu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Mmoja jina yako umemsaliti Yesu kwa kipande gani? Umemsaliti Yesu kwa vipande ngapi? Kwa vipande gani? Yaani mwanangu, uwe na mali au hauna mali, Yesu hapendi kwa sababu ya mali. Hapana. Yesu anapendwa hivyo hivyo alivyo. Uwe navyo usiwe navyo, you must love Jesus Christ. Bwana pesa. Amen. Ndio kanisa tulionalo sasa hivi. Namshukuru Yesu. Alikuwa ajabu. Matapeli wamekuwa wengi kwenye kazi ya Mungu aliye. Amen. Amen. Ili muweze kumsaliti Yesu sawa sawa, unamsaliti Yesu kwa vipande. Ina mkono wako juu, sema Bwana Yesu, kuna mali nimekusaliti. 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 Kuna mali nimekusaliti mimi. Niona binti moja muombaji wa ajabu sana. Nilikuwa tumeka naye binti zamani. Naomba naye. Was a prayer warrior. Alipokuwa kiomba, a prayer woman, akisimama
Akienda kwa lugha analia machozi. Leo akiimba praise hapa kuja kulia wewe kutoa chozi. Yesu. Bwana pewe sifa. Binti alipokuwa akianza kuabudu, akianza kuomba, you feel something in the spirit. Tukiomba unaona nguvu ya ajabu. Nguvu ya ajabu. Wadada, Mungu awasaidie sana. Binti nilikuwa natumika naye, a good woman, anampenda Yesu sana sana sana. Kama za degree, penda Yesu sana. Mwombaji, ana majukumu kanisani, anahudumu vyema, mstaarabu. Tunafikiri ni mdada mwema. Akapata boyfriend. Akapata mpaka leo maisha yake yalibikia njiani. Kuna watu hapa mmekuwa mmesimama, mmemsaliti Yesu kwa girlfriend, kwa boyfriend. Ulikuwa na nguvu ya kuomba, ya kufunga, ya kusali. Amen. Amen. Lakini ulipata boyfriend, ile sehemu ya Mungu umempa boyfriend, ukamsaliti Yesu kwa boyfriend, kwa girlfriend. Wangapi wako hapa ushamsaliti Yesu kwa jinsi hiyo? Na wajua usiponyosha I'm for you. Bwana pewe sifa. Amen. Amen. Wakati wa kuomba uko na chati. Yaani una chati masaa 6, unaomba robo saa. Na robo saa unaiombea kwenye shuka. Kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Message imeshatumwa. Yaani unaomba huku mguu huku kwenye message. Mungu akakuangalia sasa popote ulipo. In the mighty name of Jesus Christ. Unamsaliti Yesu kwa boyfriend, kwa girlfriend. Unamsaliti Yesu kwa marafiki. Umeamua kumsaliti Yesu. Mwambie nimemsaliti Yesu kwa kipande gani? Ndio mkono wako juu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekusaliti. 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 Kuna mali nimekusaliti. 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 Simama juu mwambie Baba kuna mali nimekusaliti. Simama mwambie Baba kuna mali nimekusaliti. Pray, 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 pray. Baba kuna mali nimekusaliti. Yesu kuna mali nimekusaliti. Jina la Yesu. Na itoje mwambie Yesu kuna mali nimekusaliti. Ukoka kwanza utaanzaje kusema umeokoka? Wanapokujua wewe. Wape sifa. Lakini mtu aliyeokoka, hata kama ulikuwa tena dhambi sana, ulikuwa kahaba, unamwambia sikia, nilikuwa kahaba miaka 2 iliyopita, nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona. Yes. Nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. I remember. It is my life. Praise God. Punga mkono hivi mwambie Yesu, mwambie unamsaliti Yesu kwa kipande gani? Unamsaliti Yesu kwa kipande gani? Bwana pewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Unamsaliti Yesu kwa kipande gani? Kwa binti moja juzi, nimpenda sana. Akaja akasema baba, mimi nilikuwa na boyfriend wawili, nikaachana nao. Niliwaangusha. Niliwatenda nao dhambi. Sasa baba nimewavuna, nimewaleta kwako leo. Ninyi akaja mbele zangu na vijana hao. Baba usinitabirie. Huyu ni kweli nilizini naye na huyu nilizini naye. Uongo kweli? Akasema ndio. Kuanzia leo mnaokoka kwa sababu mimi nimeokoka. Nimeacha dhambi. Nimeokoka. Nimeacha dhambi. Oh! Amen. God. Huyo ndiye ameokoka kweli kweli. Na kwenda kaongoza saa ya toba. Juzi wakaokoka. Amen. Unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Punga mkono hivi. Haleluya. Amen. Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Wangapi mnaelewa? Bwana pewe sifa. Yaani mtu amemsaliti Yesu, ni rafiki yako, unasalimia naye, unaongea naye. Yuda. Yaani mimi nikaa kikao cha Yuda, mimi Yuda aliyemsaliti Yesu. Yesu atanionaje mimi nimekaa na Yuda? Inua mkono wako juu. Sema unamsaliti Yesu kwa vipande gani? Maliza pale pastor. Mlikuwa mnapiga mbio vizuri. Nani alishawishi usitikwe? Nikiangalia waimbaji wengine hapa, zamani uko naimba kimba, unaona mtu anaimba. Lakini kwa sababu ya loyalty wa Yuda imeshaingia. Anatafuta uwepo. Unakuja kuwa mtafuta uwepo. Baba, mtafuta uwepo.
Yesu wa mbinguni. Sasa uwepo. Yesu atafutiwa uwepo. Yesu yupo muda wote, hahitaji uwepo. His presence is available. Labda tafute uwepo wako mwenyewe umepotea. Ina mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na kusaliti wewe kwa pale. Kusaliti wewe. Umemsaliti Yesu kwa pale gani? Maliza pastor. Maliza. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Kushawishi huku au kutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Yaani unashawishiwa ili umsaidie Yesu kwa vipande. Yaani kule hata umeshawishiwa, mnaambiwa pale kanisani Freemason. Yaani anakushawishi, anakaa na wewe nusu saa, anaongea na wewe risali moja, anakutia maneno ya ushawishi ili umsaidie Yesu kwa vipande vya maneno. Dada nakupenda. Ndakupa chips mayai. Ndakupa vikokoto. Pana pesa. Nakusaidia. Bwana pesa. Amen. Amen. Anakaa na wewe. Umemsikiliza. Baada ya masaa mawili kutumia message. Dada umenielewa? Nitakutumia, nitakununua. Anakupa, kushawishi huku. Ukisikia mtu anakushawishi kwa neno lolote ambao ni baya, jua ni ibilisi, ni mwanga, ni mshirikina, ni mchawi, ni mwanga, ni ibilisi, ni shetani, ni Yuda bin Yuda. Bwana pewe sifa. Amen. Ukisikia kiumba dada twende mahali lelelele anakushawishi, mwambie wewe kijana, mimi ni mwimbaji kwa mamlaka jina la Yesu. Unaenda kanisani uendi. Kama endi mwambie najua kupiga ngwala na kutanika ngwala ya ajabu. Kaa kule na Yuda wako in the mighty name of Jesus. Don't shawishi me. Kushawishi huku akutoka kwa nani? Kwake yeye aliye. Na mimi najiuliza unajua jamani, watu wenye dhambi wanajua kushawishi. Uongo kweli? Uongo kweli? Je, anakupa maneno. Yaani umesahau kama ulikuwa una muombaji, umesahau kama ulikuwa unaenda kanisani. Ndio kaka, ndio anakushawishi, atakuweka mpaka chakula pale, mpaka chips mayai, mpaka maji, mpaka soda, mpaka juisi, ili mradi umsaiti Yesu. Wangapi washafanya hivi? Wangapi washafanya hivi? Mimi mwambie sintomsaiti Yesu kwa chakula cha mfalme. Kwa chakula. Punga mkono hivi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanzia leo. Nasema. Kushawishi huku. Akutoka kwako wewe. Akutoki kwako wewe. Bwana Yesu. Amen. Kama mtu anakusaliti uje kwa Yesu, anakushawishi uje kwa Yesu, sawa. Anakushawishi mwache Yesu. Hivi kwa mfano. Eti mtu anakuvuna kanisa, hata kama amekuvuna kanisa jingine. Umekuja hapa kwa maneno mabaya, usayuka hapa. Amen. Yaani uko nasali mali, mtu akwambia wewe uko nasali XYZ, mchungaji wako anajikojolea, mchungaji wako ana macho makubwa, ujue huyo ni ibilisi anakushawishi. Kwa hata kuja hapa kanisani umekosea, lakini kwanza twende kanisani. Amen. Akakualika as invitation. Amen. Huyo mtu huyo, wewe ni mtu bora. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Wangapi wamenelewa? Kushawishi huko akutoka kwa nani? Kwa Mungu. Umekuja kwa sababu ulikuwa tatizo lako. Amen. Unataka Mungu akuponye, akubadilishe, akuokoe, nao umeletwa na Kristo aliye hai, au kuletwa na ibilisi. Punga mkono hivi. Kwa sababu hauwezi kujenga nyumba yako kwa kuiba tofali za watu wengine, kwa kubomoa. Bwana pewe sifa. Amen. 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 Wangapi wanaelewa? Sema kushawishi huko. Je, kumetoka kwa yeye aliyeniita? Bwana asifiwe. Amen. 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 Ina mkono wako. Sema Baba, asante. Kuna binti moja alikuja hapa akasema, baba, mimi na mume wangu tuna shida. Kaambia mna shida eh? Kaambia una familia fulani. Akasema ndio. Nikasema za watoto wawili ndio. Mmoja wa baba wa mume wako na wa pili ni huyo bwana. Lakini huyo mtoto anaitwa kwa majina yule mume wako. Akasema kweli. Nikasema swali, je, kati yenu wewe na yeye nani mwenye shida? Akasema baba ni yeye. Nikasema sikia, huyu aliyezaa naye ambao mtoto ni wako lakini umempa mume wako kwa sababu umefunga naye ndoa, alianza kumwambia hivi, mume wako namfahamu,
ni muuni, ana wanawake wengine, afai, akuachia matumizi, anakuachia shilingi 30,000 kwa siku, mimi nakuachia nakupa laki kwa siku. Bwana apewe sifa. Umesikia ushawishi? Anaanza kumshawishi kwa maneno hayo, amwalibu mume wake, amen, ambaye Mungu amefanyaje? Amempa, ili amchukue nani? Yeye. Baada ya kumchukua kadhaa naye, jamaa akamwacha katikati ya safari, amen. Hata amekuja kanisani kuombewa ili mume wake yule aliyekuwa afai aonekane anafaa. Bwana sifa, amen. Shetani akishakuiba, akikufikisha mali, anakuacha peke yako, unapigwa peke yako. Ndio maana Yuda alipokuja kumsaliti Yesu, ukisoma pale chini, alikwenda mahali akapasuka matumbo peke yake. Umekuja kusoma pale? Soma pale chini basi. Anasema Yuda alipokuja kumsaliti Yesu, akaenda mahali akalia, nimemsaliti. Baadaye akajinyonga, akapasuka matumbo, akafa. Wale waliompa pande walikufa. Sio endelea kudumu. Amen. Anayekushawishi ili akuue, akuharibu, Bwana pewe sifa. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu, kuna mali nikukusaliti kwa vipande fulani, leo nisamehe. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Simama, sema Bwana Yesu, naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe. Malizia 9 pale. Malizia chini yake 9 pale, Wagalatia. Chachu kidogo huchachua donge zima. Rudia tena. Chachu dogo 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 huchachua donge zima. Rudia tena. Chachu kidogo huchachua donge zima. Rudia tena. Chachu kidogo huchachua donge zima. Chachu kidogo uchachua donge zima. Unaposikia neno baya kidogo litakuharibu wewe. Bwana pewe sifa. Sasa Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanzia leo. Bwana Yesu. Natangaza mbele zako. Natangaza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimesha kusaliti. Nishakusaliti. Kwa kipande fulani cha fedha. Kwa kipande fulani. Kwa kipande fulani cha maneno. Kuna mali nimekusaliti. Leo nimekuja kutubu. Malizia Yeremia 2:21. Naomba tusimame wote, tutaka tuombe. And I want to pray for you all. Simama juu. Yeremia 2:31. Ina mkono wako juu. Yeremia 2:21. Yeremia 2:21. Ndio. Biblia inasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Ndio. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Unasikia? Nalikupanda ukiwa mzabibu mwema sana. Je, umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Oh my God. Alikupanda Kristo ukiwa mzabibu mwema. Leo umegeukaje mwanangu kuwa mzabibu mwitu? Yesu anauliza. Nalikupanda mwimbaji ukiwa mzabibu mwema. Leo umegeukaje mwanangu? Nani amekugeuza kuwa mzabibu mwitu? Kwa unafunga na kuomba, unasali, unanyenyekea mbele za Mungu, mtu mstaarabu, mpole, mwenye hekima, unampenda Mungu, unamtumikia Mungu, unasali, unaomba, unabubujika mbele za Mungu. Ukiomba unabubujika, unasikia uwepo wako, unalia, unasema Baba nimekuja kwako. Leo umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Ukiomba au usikia hata nguvu ya maombi, jua Yesu kesha kuacha, umeshamsaliti tayari. Kama unaona kuomba unapata shida kwenye uwepo, unatafuta kuomba na una shida kuomba, jua yuko peke yako, umeshamsaliti muda mrefu. Baba Yesu. Ya zamani ukiomba unaweza kuomba masaa 3, 4, 5. Leo nusu saa, hata dakika 20 ya uombi, jua tayari umeshamsaliti Yesu. Umeshamsaliti. Umeshamsaliti Yesu. Ina mkono wako juu, sema Bwana Yesu, ulinipanda mzabibu mwema. Ulinipanda mzabibu mwema. Nimegeuka kuwa mzabibu mwitu. Nimegeuka kuwa mzabibu. Nimegeuka. Nimekusaliti. Nimekusaliti. Kwa sababu ya boyfriend, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya shule, kwa sababu ya mazingira. Nimekusaliti kwa sababu ya wanadamu. Kwa sababu ya wanadamu. Nahitaji ujiulize.
mwimbaji. Alivyowapanda Yesu ndivyo mlivyo. Ndivyo mlivyo. Umegeukaje kwa mzabibu mwitu? Wewe ulioko hapo ndivyo ulivyo. Ulivyo ndivyo ulivyo. Umegeukaje sasa kwa mzabibu mwitu? Unampa Yesu sadaka kwa kujiuliza, nisitoi. Laki moja yote natoa. Unamsaliti Yesu. Alikupanda mzabibu mwitu. Umegeuka mwanangu kwa mzabibu mwitu. Kumbuka kipindi kile ulikuwa unatii maagizo. Ukielekezwa unafanya. Ukiagizwa unatenda. Leo msaliti Yesu. Inua mkono wako.